Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin anasema kwamba makombora ya Oreshnik yatazalishwa kwa wingi nchini Urusi. Rais huyo wa Urusi anasema kwamba mipango ya Urusi ya mifumo ya silaha kwa maendeleo ya sekta ya ulinzi. Ameahidi kwamba jeshi litaandaa mifumo hiyo na itazalishwa kwa wingi na silaha hizo za hali ya juu zitakuwepo kwa wingi nchini humo. Uzalishaji mkubwa wa mfumo wa Oreshnik tayari unaendelea, Rais Putin alielezea wakati wa hafla ya kuwatunuku watengenezaji wa makombora ya Brevestnik na Poseidon. Mipango yetu yote ya maendeleo ya mfumo wa kuahidi ya silaha kwa maendeleo ya sekta yetu ya ulinzi ipo tayari, na tunaahidi kwamba lazima tutengeneze silaha hizi kwa wingi, ikiwa ni pamoja na makombora haya ya Oreshnik. Tumetengeneza na tumeyaingiza kazini, na kwamba yatatumika wakati wowote, hasa kutokana na hali ilivyo na kutokana na uchokozi unaofanywa na maadui zetu. Tumezindua uzalishaji kwa wingi wa mfumo wa makombora wa masafa ya kati ya Oreshnik, alibainisha rais huyo wa Urusi. Anasema zaidi kwamba tumeweka makombora yetu ya balistiki ya mabara na makombora ya manowari yenye vichwa vya juu vya kivita. Mwishowe Urusi imetengeneza makombora ya masafa yasiyo na kikomo Brevestnik na gari lisilo na rubani la chini ya maji la Poseidon, aliongeza rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo walikuwa wakihoji ni kwa nini rais wa Urusi ameamua taifa hilo litengeneze makombora kwa wingi, makombora hasa ya Oreshnik. Inadaiwa kwamba makombora haya ni makombora ya hali ya juu na ni makombora ambayo yana uwezo wa kuzifikia nchi nyingi za NATO ambazo ni maadui wa Urusi. Ni makombora ambayo yanaweza kufika nchini Uingereza kwa muda mdogo ambao ni sana dakika 12 hadi 15, lakini hazizidi dakika 20 kufika maeneo mengi katika nchi za Ulaya, ikiwa ni pamoja na Ujerumani, Italia na maeneo mengi katika bara la Ulaya, hasa nchi za kimagharibi ambazo ni wanachama wa NATO. Urusi ilirusha kombora lake la majaribio la Oreshnik kwa mara ya kwanza wakati wa shambulizi katika mji wa Dnipro nchini Ukraine mnamo Novemba 21, ambalo Putin alisema ilikuwa ni kulipiza kisasi kwa matumizi ya Ukraine ya makombora ya masafa marefu ya Marekani na Uingereza dhidi ya ardhi ya Urusi. Oreshnik imeundwa kubeba silaha za nyuklia, ingawa Putin alisema haikuwa na silaha za nyuklia wakati wa shambulizi la Dnipro. Putin alidai mnamo mwaka 2024 kwamba Oreshnik, lenye maana ya lugha ya Kiingereza Hazel, ilikuwa uvumbuzi mpya ambao unaweza kusafiri kwa kasi ya mara 10 ya sauti na hauwezi kuingiliwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya magharibi, madai ambayo yalikanushwa na Rais Volodymyr Zelensky, licha ya kwamba alishindwa kulidungua kombora ambalo Urusi ililirusha katika eneo la Dnipro. Maelezo machache kuhusu kombora hilo yamefichuliwa, na wachambuzi wa masuala ya ulinzi wanaamini kuwa Oreshnik ni toleo lililoboreshwa la RS-26 Rubez la Urusi ambalo lilitengenezwa kwa mara ya kwanza mwaka 2011. Zelensky katika siku za hivi majuzi alidai kuwa Urusi ina uwezo wa kutengeneza hadi makombora 6 ya Oreshnik kwa mwaka. Rais pia aliripoti kwamba vikosi vya Ukraine viliharibu kombora la ballistic la Oreshnik ndani ya Urusi wakati wa kiangazi cha mwaka 2024, jambo ambalo Urusi haikuthibitisha na haikuthibitishwa kwa uwazi zaidi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho kimeelezwa na Urusi kwamba ipo katika mpango wa kuzalisha makombora ya Oreshnik kwa wingi kuliko kawaida, na ni kauli iliyotolewa na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, akisema kwamba makombora hayo yamewekwa tayari katika kazi na ni kwa ajili ya mapambano dhidi ya maadui zao. Hakuwataja kwa jina, lakini zaidi ni wale kutoka katika NATO. Lakini pia aliwahi kusifia kwamba kombora hili lina uwezo wa kuyafikia maeneo mengi katika mataifa ya NATO. Endelea kuwa nasi, tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World News. Naitwa Adamu Hussein.